Ndugu waandishi wa habari, naitwa Bele Ponela, kaimu mwenyekiti kanda ya kusini kwa mikoa ya Ruvuma, Lindi na Mtwara na mjumbe wa kamati kuu Chadema. Awali ya yote, nitoe pole kwa Watanzania kwa mauaji ya kutisha yaliyotokea tarehe 29, 30 na 31 Oktoba 2025. Poleni sana Watanzania wenzangu, hawa watu walikusudia kutuua. They shot to kill. Ndugu wanahabari, nimewaita hapa ili tujadili mambo machache kuhusu kanda ya kusini kwa maana ya mikoa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Ndugu zangu wanahabari, kama kanda ya kusini kwa mikoa hiyo iliyoitaja kwa maana ya Ruvuma, Lindi na Mtwara, kutokana na aliyotokea tarehe 29, 30 na 31 Oktoba 2025, Chadema kanda ya kusini tumeazimia mambo yafuatayo. Moja, kikao kimeamua kutotambua uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 kuwa uchaguzi huo ni batili na matokeo yote yafutwe kuanzia rais, wabunge na madiwani, na iundwe serikali ya mpito mara moja ili iratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa. Azimio la pili, tunatoa maagizo viongozi, wanachama na wafuasi wote wa Chadema kanda ya kusini mikoa ya Ruvuma, Lindi na Mtwara kutotoa ushirikiano wowote kwa serikali hii ya Lamu. Namba tatu, tunaitaka serikali kulipa fidia kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao na wananchi wote waliopoteza viungo vya mwili, na hayo sio malipo bali ni hatua ya kutambua kuwa serikali ilihusika katika mauaji wa raia wake. Namba nne, tunaunga mkono makundi yote ya kudai haki wakiwemo vijana wa Tanzania Gen Z, viongozi wa dini, wanaharakati na makundi yote ya kijamii yanayopambana juu ya upatikanaji wa katiba mpya ili kuleta suluhu ya kudumu nchini. Namba tano, tunaitaka serikali kuwajibika juu ya mauaji ya Watanzania waliouawa tarehe 29, tarehe 30 na 31 Oktoba 2025. Waziri Mkuu wa Lamu analeta vioja kwenye maisha ya Watanzania. Kusema watu walilipwa ni propaganda za kukwepa uwajibikaji. Acheni porojo. Watanzania tunamtaka aliyetoa amri ya Watanzania wauawe. Namba sita, tunalitaka jeshi la polisi kuacha mara moja kukamata wananchi, tena kwa njia za kuwateka. Wananchi wanaishi kwa hofu, kwa kuhofia kutekwa na kubambikiwa kesi. Hatupo tayari kuishi kwa hofu kwenye nchi yetu. Never, hatupo tayari. Ndugu wanahabari, kiufupi tumepokea na tunaunga mkono maazimio yote 11 yaliyotolewa na chama na kusomwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche. Jambo la pili ni kuhusu rasilimali zetu kanda ya kusini kwa maana ya mikoa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Mikoa ya kusini ni miongoni mwa mikoa masikini licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali kwenye taifa hili. Mikoa ya kusini imefanywa shamba la bibi. Watawala wamekuwa wakijinufaisha na rasilimali za mikoa ya kusini huku ikiachwa watu wa mikoa hiyo kwenye umaskini mkubwa. Ndugu wanahabari, mkoa wa Ruvuma kuna makaa ya mawe kwenye wilaya ya Mbinga. Zaidi ya magari 1000 yanapishana kila siku kubeba makaa ya mawe mkoani Ruvuma. Licha ya uharibifu mkubwa wa mazingira yanayotokana na shughuli za uchimbaji wa makaa ya mawe, bado watu wa mkoa wa Ruvuma sio wanufaika wa mradi. Muda huu tunaongea, barabara ya Njombe Songea ni mashimo matupu. Barabara ya Lindi Songea licha ya kuwa na mashimo, bali mvua zikinyesha madaraja yanakwenda na maji na kusababisha kukatika kwa mawasiliano kati ya mikoa ya kusini na mikoa ya Pwani pamoja na Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Namtumbo kuna madini ya uranium ambayo serikali imewapa wa Russia kupitia kampuni ya Matra Tanzania. Madini haya ya kimkakati duniani ambayo yanatajirisha nchi nyingi zenye madini kama hayo kama vile Australia, Canada, Russia na nchi nyingine nyingi, lakini bado watu wa mkoa wa Ruvuma sio wanufaika wa mradi huo, bado wanateswa na umaskini uliokithiri. Ndugu wanahabari, mkoa wa Mtwara kuna gesi. Watu wa Mtwara na kusini kwa ujumla walipambana kufa na kupona kuhakikisha shughuli za gesi zinabaki Mtwara ili kusaidia ukuaji wa maendeleo ukanda wa kusini. Serikali iliua watu na kuamua gesi ipelekwe Dar es Salaam kwa kupitia the Mtwara Dar es Salaam Natural Gas Pipeline MDNGP
umbali wa kilomita 542 wenye gharama ya dola 1.2 bilioni za mkopo. Ripoti ya CAG kipindi hicho, Musa Asad alisema mradi huo hauna uwezo wa kulipa mkopo. Maana yake sio tu watu wa mkoa wa Mtwara walitapeliwa kichocheo chao cha uchumi, bali hata taifa tuliingizwa kwenye deni lisilolipika na mradi husika. Ndugu wanahabari, charity begins at home. Licha ya waziri mkuu haramu kujisifu juu ya utajiri wa uranium ambao mataifa makubwa wanawaonea wivu, lakini utajiri huo hauakisi maisha ya watu wa mkoa wa Ruvuma ambao uranium na makaa ya mawe yanachimbwa. Hata miundombinu ya kwenda kwenye maeneo ya migodi ni matope matupu. Labda huo utajiri ni utajiri wa viongozi. Ndugu wanahabari, Mtwara tuna bandari kubwa. Kwa nchi zenye maono na viongozi bora, bandari pekee ilitosha kuondoa tatizo la ajira na kubadilisha maisha ya Wakusini. Lakini bandari ya Mtwara imekuwa bandari ya msimu, inasubiri msimu wa mavuno. Ndugu wanahabari, mkoa wa Kusini ndio wazalishaji wakubwa wa zao la korosho na ufuta, na ni miongoni mwa mazao yanayoingiza pesa nyingi za kigeni. Serikali ya CCM kwa miaka yote imekuwa ikiwafilisi wakulima wa korosho na ufuta kwa kuwawekea kodi zisizo na maana na utaratibu wa stakabadhi ghalani. Serikali imekuwa ikimsubiri mkulima avune korosho na ufuta ili yenyewe ipange bei na kuweka kodi. Mkulima wa korosho analipa kodi zaidi ya 8 kwa kila kilo moja ya korosho. Kilo moja ya korosho inakatwa kodi, inakatwa ushuru mara 8. Kwenye hiki kipande cha korosho, naomba tuelewane vizuri. Tunavyosema serikali inamtesa mkulima kwa kumwekea kodi zisizokuwa na maana, naomba mnielewe. Kilo moja ya korosho inakatwa kodi 8. Just imagine. Kilo moja ya korosho inakatwa ushuru kwa ajili ya AMCOS. Yaani kuna watu fulani wamekaa ofisini wanajiita wao ni viongozi wa vyama vya ushirika, wanachukua shilingi 100 kila kwenye kilo ya korosho. Yaani CCM imechagua watu wao, sehemu ya ulaji imewapeleka hapo ili waweze kuwaumiza watu wa korosho. Wanakatwa shilingi 100 kwa ajili tu ya kuwa kuna chama hiki cha AMCOS, chama cha ushirika. Lakini wanakatwa process. Kwa watu msio, process ni ushuru wa mazao. Wanakatwa shilingi 60 kwa kila kilo. Lakini tunaenda kuangalia jukumu la serikali ni nini kuwasaidia wakorosho. Wanawakata storage charges. Storage charges maana yake nini? Maana yake ni kuhifadhi. Yaani wakulima wamelima, wao kuhifadhi, wanawakata shilingi 52. Kuna kitu kinaitwa gun bags. Gun bags ni vifaa vya kuhifadhia. Yaani mimi nimekuletea bidhaa ili wewe uzitunze, unataka mimi unichaji ambaye mimi nimekuletea wewe uzichukue, uzitunze, unaniambia mimi tena unikate. Hapo kuna kitu kinaitwa gun bags. Wanakatwa shilingi 90. You can imagine. Wanakatwa cash development kwa ajili ya maendeleo ya korosho. Maendeleo yenyewe hakuna, mkulima kila kitu anapambana yeye kama yeye, lakini wao wanamfika kumuingizia kodi shilingi 110 kwa sababu ya maendeleo ya korosho. Maendeleo gani? Lakini pia hawa kwenye hiyo kilo moja ya korosho inakatwa cash industry management shilingi 25. Yaani cash industry management wametengeneza kajambo ni mradi wa wakati. Hiki jambo halimsaidii mkulima kwa lolote zaidi ya kumuumiza. Lakini wanakatwa cash research. Cash research maana yake ni tafiti za korosho. Yaani watafiti wa serikali tuwalipie kwenye kilo zetu sisi. Mimi mkulima amelima, amevuna, ametia dawa, amefanya vitu vyote. Alafu wao wanafika wanasema tumefanya research, wanataka wachukue hiyo fedha. Lakini pia kuna kitu kinaitwa export levy. Export levy, anakuambia export levy of USD per metric ton 15% of FOB. FOB ni free on board. Hii bidhaa imeshatengenezwa, imeshakuzwa thamani, wao ndio wanafika kuingiza 15%. Ni mradi wa muumize mkulima zaidi kwa kuchukua fedha nyingi, kwa sababu bidhaa imeshakuwa tayari kwa kuwa sokoni. Sasa mnaweza kuona, na hapa wameweka vingereza vingi ili kumuumiza mkulima. Vingereza vingi havina maana yoyote. Lengo lao kubwa ni kumtesa mkulima wa korosho. Kwa mazingira haya, mkulima wa korosho hawezi kuwa na manufaa yoyote. Tulitegemea serikali imwezeshe mkulima, lakini sasa hizi serikali inamtegemea mkulima kuiendesha serikali. This is not fair. Lazima tuwaache watu wa korosho wanufaike na zao lao. Nadhani mmeona jinsi serikali inavyowatapeli wakulima wa korosho kwenye mikoa ya kusini na kuwafanya kuwa maskini milele. Hili halikubaliki.
Hili alikubariki. Ndugu wanahabari, kusini mkoa wa Ruvuma tunalima mahindi. Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya usalama wa chakula Tanzania Bara 2024, mkoa wa Ruvuma ndio kinara wa uzalishaji wa madini, lakini serikali ya CCM imekuwa ikiwakopa wakulima mahindi kwa bei wanayopanga wao na kulipa kwa mashaka. Wamekuwa madalali bila kujali ugumu wanaopitia wakulima dhidi ya bei mbaya za pembejeo na kufanya wakulima kuwa watumwa milele wa serikali. Ndugu wanahabari, mikoa ya kusini wanalima nazi kwa wingi sana. Serikali inashindwa hata kutengeneza mazingira ya ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza tui la nazi ili kuongeza thamani ya nazi kwa mkulima na iweze kumkwamua kiuchumi. Pia kuna shughuli za uvuvi kwenye bahari ya Hindi kupitia mkoa wa Lindi na Mtwara na ziwa Nyasa mkoa wa Ruvuma. Kama serikali ingetengeneza hata kiwanda cha kuchakata samaki, shughuli za uvuvi zingeleta tija kama zinavyotajirisha nchi za wenzetu kama vile China, Indonesia, USA, Norway, Japan na nchi nyingine nyingi. Ndugu wanahabari, tumeshuhudia serikali hii haramu ikihonga uwaziri kwa wabunge haramu wanaotokea kwenye maeneo yenye madini haya ya kimkakati na madini muhimu kwenye kanda yetu. Mfano, Mbinga vijijini mkoa wa Ruvuma kwenye makaa ya mawe, mbunge wake haramu amehongwa unaibu waziri. Na Mtumbo mkoani Ruvuma kwenye uranium, mbunge wake haramu amehongwa uwaziri. Hata Mtwara mjini mkoani Mtwara kwenye gesi, mbunge wake haramu amehongwa uwaziri. Sisi watu wa mikoa ya kusini tunawachukulia watu hawa waliohongwa vyeo kama wasaliti dhidi ya rasilimali zetu. Ndugu wanahabari, licha ya rasilimali zote tulizo nazo, bado mikoa ya kusini 95% ni vijana ni madereva bodaboda. Sio kwamba wanapenda kuwa madereva bodaboda, ni kwa sababu hakuna ajira mbadala. Wananchi wa kusini ni maskini wa kutupwa. Miundombinu ya mikoa ya kusini ni matatizo matupu. Sio tu barabara zinazounganisha mikoa, bali hata barabara zinazounganisha wilaya ni madimbwi kiasi cha kutopitika kipindi cha masika. Huduma za afya ni duni, elimu ni matatizo, maji safi ya kunywa ni changamoto, umeme hali tete, na hakuna dalili ya kupata suluhu ya kudumu kwenye mikoa ya kusini. Ndugu wanahabari, tunaiambia serikali hii haramu, kama ilivyotuua na kutuumiza kwenye gesi mwaka 2013 kule Mtwara, wajiandae tena kutuua kwenye makaa ya mawe, uranium na rasilimali nyingine. Mikoa ya kusini na taifa hili sio maskini, tunapaswa kunufaika na rasilimali zilizopo, na hapa ni waalike watu wote wenye nia njema kuikomboa kusini na taifa kwa ujumla. Jambo la tatu ni kuhusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ikumbukwe, Mheshimiwa Lissu alikamatwa mikoa ya kusini akiwa anatupigania juu ya rasilimali zetu. Alikamatwa Mbinga baada ya kuzungumza kinaga ubaga cha makaa ya mawe. Licha ya mikoa ya kusini kuwa na wabunge jumla 37, wabunge wa majimbo 27 na viti maalum 10, bado hawajasikika hata mara moja wakipigania rasilimali za mikoa ya kusini. Lakini Mheshimiwa Tundu Lissu ameonyesha kwa dhati kutupigania kwa vitendo juu ya rasilimali zetu, lakini malipo pekee aliyoyapata ni kesi ya uhaini. Hivyo, watu wa kusini tunaitaka serikali kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu mara moja bila masharti yoyote. Lengo sio kuingilia mahakama, lakini ucheleweshwaji wa kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu unaleta maswali kwa kila mpenda haki. Mahakama inapaswa kutenda haki na haki ionekane ikitendeka. Kwa sasa tumeshazoea kuona wakosoaji wa serikali wakijibiwa kwa kutekwa, kuuawa, kupotezwa ama kupewa kesi za uhaini. Watu wa kusini kulifia taifa ni ushujaa. Hivyo hakuna kiwango cha maumivu wala kifo ambacho kitaturudisha nyuma. Kiufupi, chuma chikoli moto. Mwisho kabisa, ni wapongeze vijana wa Kitanzania Gen Z kwa kujitambua na kuamua kufa na kulipambania taifa letu. Historia itawakumbuka na damu zenu zitakuwa chachu ya kutupeleka kwenye ukombozi wa kweli. Mungu awabariki sana. Mwanga wa milele uangazie na mstarehe kwa amani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi watu wa kusini tuko nyuma yenu. Asanteni sana waandishi wa habari, tuonane wakati mwingine.